guys, welcome back to my YouTube channel. Sijui kama mnaniona hapo, acha nipite karibu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's a girl Aista Kadidiviania. Sijui kama inatoa clear. Welcome back to my YouTube channel. It's a girl Aista Kadidiviania. Consider subscribing, like, share, and comment. So I'm back again with a new video. Share the links to your friends, subscribe, like, share, comment hapo chini. I'm happy guys. Thanks for your support manze, kwanza hiyo ndio kitu ya maana. Thanks for your support. Thanks manze, nashukuru sana for everything, for the love you have showed me. So for today I'm back again with a new video, but a different one. And I've said it's good tuongee kitu kidogo, yeah, kitu kama hiyo. So for today I'm back again na 10 reasons why relationship mob zina head up. Yeah, I'm back again with that context of why many relationships are getting wanaachana. The 10 good reasons why relationship mobs in a head up, wengine wanaingia hivi. Imagine na uko na mtu for 2 years but suddenly unaona niachana. So nilikuwa nimeziandika chini hapa, so I will be mentioning one by one, alafu na explain so that many of ndio mtu aelewe. Maybe mimi naelewa kivyangu, but maybe unaelewa kivyako, but maybe point yangu tutaelewa more. Yeah, subscribe basi, usikatae kusubscribe hapo. Notification bell iko hapo chini, finya hiyo kengele iko hapo, like, comment. Kama kawaida tuko Qatar, but all you know, lazima tufanye contact manzi for you guys. Okay, niko nimeziandika hapa chini, and don't mind leo nafanya video kwa accommodation yetu. So Disney bells like zinakwanga hivi kama zile tu za shule, moja chini nyingine juu. So don't mind vile nimefanyia video hapa that ni kwa accommodation. So guys, don't worry about this. I'm sorry. So 10 reasons why relationship mobs in a head up. First one, misunderstanding. Hapo kwanza ndipo kinaumana. First of all, misunderstanding each other. Guys, kwa love is a journey. Tamunyurika hivi ukasema Remy start the journey. My friend, misunderstanding inaweza end up your relationship whereby you are not understanding each other. Naweza sema an example, misunderstanding like, okay, niseme hivi, like an example, mimi na boy yangu. Mimi sasa tuko pamoja, and unapata yeye ako kazi, mimi niko kazi. Mimi nimezoea kukuja 6, yeye amezoea kukuja 7. So akikuja kama height, I'm just giving an example, anakuja height na mzuri kwa wapi, nimeanza kumtetesha nini, yani simpei time ya ajieleze. Understanding each other in a relationship matters a lot. Like you have to understand your partner whereby no one is perfect, man is to error. Inaweza kuwa adicherewa mali fulani ama kulinda hivi na hivi. Misunderstanding inaweza end up your relationship. Juu kama hakuna kuelewana, hakuna relationship iko hapo. Juu mtakuwa ni kama two different peoples. Ndio kwa love, mkiingia kwa love na mnakwanga one thing. So misunderstanding each other, it's very bad. Like you should understand your partner na yeye pia akuelewe. Misunderstanding, just try to understand your partner. Like vile nimesema an example na mimi na chari yangu, inaweza kuwa amefika rate, ni mzuri kwa wapi, simpei time ya kujia express where he was, like niko hapo. Guys, give your partner time aji express, aseme babe nilikuwa hapa na hapa, understand him. No one is perfect. Hata wewe mwenyewe sasa chelewa mahali fulani na kuelewe. Tumetoka hapo kwa number 1.
Hii book imebeba vitu mob, sasa sijui hata nimefunganisha ama nimeziweka wapi. Ziko hapa, ziko mbali. Don't mind, I'm sorry guys. Number 2. Hey. Fake promises. My friend, fake promises inaweza fanya relationship yako end up. Fake promises. Before you promise someone, before you promise your partner about something, make sure your promise unasema you will fulfill it. Utai nini hiyo kuifulfill. Yeah, make sure. Fake promises pia zinaweza end up your relationship. Fake promises ni kama nikwambie babe nataka kutengeneza nywele. No, kama nywele yangu inatengenezwa, nikwambie babe nataka kutengeneza nywele. Uniambie babe on Tuesday utaenda salon. So mimi kwa mind yangu on Tuesday naenda salon. Ifike Monday upate do, useme ifike Sunday upate do, useme Monday kuko nitahaso. Acha nitumie hizi pesa nilikuwa nimpe. Monday ikifika kinaumana. Tuesday imefika una do. Fake promises. Make sure mwambie kama unajua uko sure that utapata hizo do, mwambie it's okay my dear, nitajua what next. Fake promises pia zina head up our relationship, of which it's not good by the kupromise mtu na ukatae kufeel promise yake. It's art, it's very painful. Be careful. Fake promises. Number 3. Lack of communication. Hata pia inaweza end up your relationship whereby maybe umenikosea and so like acha nijitumie kwanza mimi nakuanga short temper. So whereby like mtu anaweza nikosea na shindo kumwambia umenikosea, but unajua communicate it's very good whereby your friend ataelewa makosa yake na atajirekebisha. But ukikaa na hiyo yani ukikaa na hiyo kitu umwambie vile amefanya, atajua makosa yake. Communication matters a lot in a relationship whereby your friend atakuelewa, utamuelewa, like utamwambia hapa na hapa babe ukufanya poa, na atajua next round sitarudia hapa. Hata kama sisi ladies mtu akikukosea 2023 afanye mistake, wala utaikumbuka na utamkumbusha that you did this and this. So what I'm trying to say ni communication matters a lot. Akikukosea mwambie umenikosea hapa, face him, face her. Umenikosea hapa babe, rekebisha makosa yako. And I assure you, communication ikiwa kwa relationship hakuna mambo na kuenda relationship mob. You get me? I think mnanielewa. Ndio hapo tumefika number 3. Twende number 4. Nimesema ya kwanza misunderstanding. Second, fake promises. Fake promises. Make sure ukipromise someone or somebody, make sure your promise umekamilisha. Twende number 4. I'm sorry hapa kuna fungana. Kukataa kuwa open to your partner. Be open to your partner. Nojue open zinaingiana sana na trust. Ukikataa kuwa open kwa your partner, trust ukosekana hapo sana. Whereby utapata nitatumiaje an example. Like hata niseme na boy. Like ayuko hope, like mimi niko kazi, yeye ako kazi. Mimi nakuja na 5% yangu naika kwa meza. Yeye alipata 2% but akikuja ananiambia like mimi sijapata, yani yuko open kama na kuna yani akutrust. So unaona trust inakosekana hapo kabisa. Open na trust ni kama zinaingiana, like hakuna trust kwa relationship. Na unajua my friend, mkianza kudoubtiana hakuna relationship hapo. Juu ukifanya hivi I doubt, ulikuwa hivi I doubt, ilikuwa hivi I doubt. Kuwa open to your partner. Be open to your partner. Akikosea mwambie umenikosea, umefanya hivi. Just be open, usifiche anything, like don't. Juu ukimficha
That's the time that unapata sasa nini hizo misunderstanding, what zinakuja pa trust, lack of trust, nini zimekosekana kwa relationship. Na ujue relationship haitaenda mahali, my friend. Utakuwa unasema sijui I don't know what but what it shall happen. Na ujue madem wale wengi wanakuanga like short temper. Unajaribu convince but wapi. Just be open to your partner. Akikwambia kitu mwambie hivi, acha ajue everything about you, acha ajue everything about him, do everything about kuwa open, like msifichane, just be open to your partner. Yeah. Number 5 uongo, lies can end up your relationship. Uongo, let me tell you my friend. Kwanza hii video nimeifanya sana because of my boyfriend. Like alikuwa anapenda uongo sana. Uongo aizi. Uongo ni kitu kingine mbaya sana. Uongo can end up your relationship. Do an example, sasa nikupigie simu. Babe uko wapi? Niko super. Nikupigie tena. Babe uko wapi? Niko sijui kwa nyumba. Na maybe uko kwa nyumba na uko super, uko hoteli. Mbona unicheat? Am I a kid? No. Just acha uongo kwa relationship. Like stop lying manzi. Uongo inaweza end up your relationship. My friend, just acha uongo. The thing is, ukimkosea ama akikukosea, be open. I did it, babe, forgive me. Just forgive me ama sorry ni ya 4 letters. Ni 4 ama ni 5? Ni ya 5 letters. Just say I'm sorry. I'm sorry. Let's okay. Haina haja undanganye mtu sijui nimefanya hivi, sijui nimefanya hivi, sijui nimefanya hivi. No. Just uongo kwa relationship acha. And ukweli kama hakuna uongo kwa relationship yako, hamtaikosana. Juu ukijua makosa yako na mambo like ukikosea mtu na mwambie baby nimekosa nisamee, huyo mtu si eti ni mnyama hawezi kuforgive. Hata yeye si eti yako perfect, no, atakusamea. So like know how to say I'm sorry, forgive me. Twende number 6. Lack of respect. Respect matters a lot in a relationship. Like respect inaingiana sana na like maybe nimekukosea and umetoka job and nikikuongelesha ukiniongelesha maybe umenikosea. Like hata niseme sasa mimi najitumia leo sasa. Boyfriend yangu na mimi tunakaa pamoja. Maybe amenikosea. Before kuja kwa nyumba ni kawaida yake aende ashawa nimpakulie food what tukienda bend huko hizo stories. Yaani hizo ma time ya romantics what namwambia hapa na hapa hivyo ulinikosea. Mimi akifika kwa nyumba hata before akunywa glass ya maji nimeanza mambo kuruku. And you know ladies out there, by the way, we as ladies tuache hiyo tabia by the way. Hata kama imekukosea aje, like hata kama amekukosea aje, know how to humble. Mwambie mkienda uko bedroom and doing those romantic things and what tell him babe hapa na hapa ulinikosea. And respect manze, mrespect. Unapaswa kumrespect juu ni bwana wako, unapaswa kumrespect juu ni bibi yako. Like hakuna relationship haina charges, but people, it's about understanding, forgiving, yeah, those things. Ukijua makosa yako ujue kusema I'm sorry, I swear to God you will go far. Mkielewana mtaenda far. So I'm saying respect matters a lot in a relationship. Mrespect juu nuri mchagua, si tulichaguliwa na mtu. Respect to a man, respect to a lady. Just respect each other. Respect matters a lot in a relationship. Twende number 7. About forgiveness. Kusamehana. Hakuna mwenye ananga makosa. No one is any perfect. Like nobody is perfect. Just forgive your fellow partner.
akifanya makosa na ajue makosa yake na aseme I'm sorry babe, forgive, but sijasema usamehe kila makosa. Uwezi niambia saizi tunadate na wewe utoke nje ukuje na mwanamke alafu uniambie nikusamehe. Kuna makosa ingine siwezi pia itikia, but kuna hizi makosa kidogo kidogo, just forgive your partner. Like kuna hii makosa mtu anaweza enda maybe akwambia after 20 minutes I'll be there and like amechelewa, just msamehe. Nobody is perfect, and I will stay and say no one is perfect in this world. Hata kuangalia mtu vibaya ni makosa, so just forgive your partner. And again I've said, si makosa yote ya kusikiza mtu. Like kuna ile mtu unangana kubeba tu anana, kubeba tu jinga na kubeba tu fala. No, just what I'm trying to say ni just forgive your partner. Know how to forgive. Hata si partner yako pekee, respect everybody, forgive everyone. Juu pia wewe mwenyewe si eti uko that perfect that you cannot, yani si eti uko that perfect that huwezi kosea mtu. No, pia wewe unaweza kosea mtu. So what I'm trying to say is forgive your partner. Twende number 8. Number 8 ni gani? Teach yourself to be satisfied. Akikuja kupatia 20 bob, be satisfied. Akikuja kupigie kiveri, be satisfied. What I mean ni chenye bibi yako ama chenye boyfriend yako ama chenye girlfriend yako anakupea, be satisfied, appreciate. My friend, unaweza sema I wish life yangu ingekuwa kama ya Pam mwenyewe mimi, okay. Sina amani, but at least unakula githeri, unalala kwa mti, uko na amani. Rather than mimi nakula nyama, nalala kwa nyumba ya gorofa but sina amani. It's upon you. Think twice. Unataka kuwa na amani ama unataka? Mimi nasemanga nilale kwa choo niwe na amani rather than kukaa kwa nyumba ina amani. Like niwe na amani whereby uko na mtu anakuelewa, mkwe na amani. Like be satisfied. Just akikupea 20 bob, akikupigia ugali hata kama sita, mwambie babe the food is very delicious one. Yani mu appreciate tu manze. Juu kuna gaindi ingine hapa hata kutry hawezi, but wako ana try. Appreciate already. Appreciate your man akikununulia time ya kuna Valentine days nini hata mko lake. By the way, wengine you are very lucky. Like I don't know how to say it. Just know how to be satisfied by something. Be satisfied. Na ujue ukikuwa satisfied, usitamani kitu ya mtu. By the way, don't. Usitamani kitu ya mtu like useme I wish ningekuwa kama life ya Pam. I don't. Ujue nimepitia nini my friend nikakuwa hapa. You don't know. Don't. Usitamani life yangu. No, don't. Twende number 9. Number 9. Nimeongea mind. Kutreat mtu vibaya, by the way, it's very bad. Kutreat mtu vibaya. Treating someone very bad. It's very bad. Like maybe an example mimi najitumia, hata nijitumie. Like sikulangi vitu mob, like nini sikulangi vitu mob. And for you unajua sikuli kitu fulani na bado una insist. Yani sasa nitasema aje, like tutumie example gani hapo? Kutreat mtu vibaya ni kama kwenda against someone. Like tumekaa kwa nyumba moja, like, hata nijitumie leo nimesema najitumia. Like napenda kwa unique, hata nijitumie napenda kwa unique. Like nikibai kama ni hii jacket nimebai alafu nipate ziko mbili, ni buy ya boyfriend yangu na yangu. Nikiona ni kama ni trousers ziko mbili, ni buy vitu kama hizo. Kama ni nitasema kama ni sasa an example. Wewe hata niseme hivyo yani like I appreciate. Like ni kama kwenda against someone. Nikwambia babe leo tuvae hivi uende against. Yani kuna ile unaambianga mtu babe tusivae hivi tuvae hivi. Like yeah, unaweza kuwa upendi hiyo kuvaa hiyo but try kumwelewesha like babe tusivae hivi, reason being. Lakini kuna ile kwenda against someone. Unaona mtu anaenda against wewe, by the madam feel vibaya sana.
and we are born different. Kuna short temper, kuna hot temper, so we are born different, not to treat your partner. Yeah. And ya mwisho kabisa, tufunge chapter for today. Men's, jua kungarisha your lady. Usingoje, like what I'm trying to say, it's like mimi Pam hapa na niko na best yangu. Acha niseme best yangu. Yeah. So upate boyfriend yangu anasemanga, maybe si eti nasema anasemanga, mimi sijui kama najidate, like utasema aje? Okay, acha niseme hivi, niko na boyfriend and akienda lazima at least kuni surprise. Unajua kuna vitu zingine maboya hawajui. Unasema I wish Pam angekuwa wangu. Pam, mbona usifanye wako akue kama Pam? Boyfriend yangu mimi aenda akapata jacket akanibaishia, akaenda akapata nini akanibaishia. Mbona usibaishie wako? Mbona usimvarishe? Like no how to nini sasa nitaisema aje, like kumvarisha manze, like acha angale. Unaona mtu anasema eti ni mbaya, eti huyo demu si mlembo nini. Ukijamweka poa, umvarishe poa, au hata mwenye utapenda, utakuwa unasema kwani ni baby yangu, kwani ni demu yangu. Like unajua ma boyfriend wengi ni wenye wanajielewa. And many people ni wenye wanajielewa. And wewe ni mwanaume unaenda unapata t-shirt ama tuseme hii jacket unaipata, and unatoka unapata ziko mbili, unanunua yako peke yako, ukumbuki uko na mtu kwa nyumba. Unapata trouser unanunua yako peke yako, ukumbuki kwa mtu na kwa nyumba. Guys, jua kukua, yani equal manze, like kuwa equal. Kama ni nywele, jaribu kumtengeneza hata mara moja tu kwa mwezi. Acha kuwe smart. And nawe girlfriend ukifanyiwa manze, jua ku appreciate. Like wengi unasema mtu ndani acha nikuwe kama Pam nini, natamani life yangu ikuwe kama Pam. Boyfriend yangu amenitengeneza. Tengeneza wako. Usingoje mtu atengeneze, apike, amlishe, tena amekuwa sawa ndio unaenda kunyemelea. Tengeneza wako, just tengeneza wako guys. Those are the 10 reasons why many relationships are getting over in a relationship. So guys, ukifuatilia vitu nimesema, maybe some people watarekebisha, and just I've seen myself misunderstanding, and to love where there is love, there is understanding, there is forgiveness, there is respect, and there is where there is love, there is understanding, there is forgiveness, there is respect. Understanding, respect, forgiveness na understanding, respect, forgiveness na being loyal zinakuanga hivyo. Ukiona uko na understanding, uko na forgiveness, hauna respect, hakuna love iko hapo. No, hizo vitu nne azinaandamananga. Na uko na hizo kwa relationship iwezi kushinda. Challenges lazima, kupanda kushuka lazima. But unajua nini? Those 4, love, understanding each other, respect na forgiveness, zinaandamananga hivi. Moja ikianguka zingine zote zimeanguka, like zimeshikiliana ni 1 2 3 4. Understanding ikitoka zingine down, ikitoka zingine down, ziko pamoja. That's for today guys. That's for today. Thanks manze for everything, and guys subscribe to my YouTube channel. It's your girl Awista. Subscribe manze, like, finya notification bell iko hapo chini, then comment up or down, say anything, I will answer. Then thanks for your support, umenionyesha support poa, and I really appreciate guys. Thanks for everything man. Say it's that I'm very special, but it's your love. I love you guys. I love you. Sijui vile nitasema, but I love you guys. I really love
you. Thanks for your support, thanks for everything, and may God bless you. Let's meet to the next video. It's a girl Awisa. Subscribe. Peace.